السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kikao chetu cha 29 ambacho kinasema ba'd a'malihi sallallahu alayhi wasallama yawm al-Eid, baadhi ya matendo, baadhi ya vile anavyofanya mtume alayhi salatu wasalam siku ya Eid, bimaana ahkam za Eid, mwelekezo kuhusiana na masala ya Eid. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah ala amridhia akisema كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. kwamba mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa inapokuwa siku ya Eid anabadilisha njia aliyopita mkwenda kusali, sio ndio njia atakayopita wakati wa kurejea. Hadithi imepokea Bukhari. Kwa hiyo hii ni katika sunna, katika mafunzo ya mtume alayhi salatu wasalam, kubadilisha njia wakati watu wanapotoka kusali sala ya Eid. Ewe mwanadamu, ewe Muislamu, idha dhahabta li salati al-Eid, utakapotoka kwenda kusali sala ya Eid, fakhalif at-tariqa idhhab ila al-Eid min tariqin, basi badili njia. Wakati utakapokwenda pita njia fulani, wa'ud ila baitika wa nahwihi min tariqin akhar, na wakati wa kurejea nyumbani rejea kwa kubadili njia, pita njia nyingine. Au popote pale, labda mathalan umetoka kusali sala ya Eid unakwenda sokoni moja kwa moja, badili njia. Taasiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kwa kumuiga mtume alayhi salatu wasalam. Hii ni katika sunna. Kwa hivyo takuwa mmuiga mtume alayhi salatu wasalam. Jambo lingine, elewa kwamba as-sunnatu an yakhruja ila al-Eid mashiyan in tayassara. Sunna ni mtu kwenda kusali sala ya Eid kwa kutembea, unapata ujira kwenye kila hatua. In tayassara, kama patakuwa wepesi kunako hilo jambo la kwenda kwa kutembea. Kutokana na hadithi ya Ali anasema, mina sunnati an takhruja ila al-Eid mashiya, katika sunna ni wewe kutoka kwenda kusali sala ya Eid kwa hali ya kutembea. Wa anta akula shay'an qabla an takhruja, na utumie kitu chochote kabla ya kutoka. Bimaana kwenye salatu ya Eid, kabla ya kwenda kusali sala ya Eid, hii Eid al-Fitr, watu waende wametumia kitu chochote, wasiendi sehemu ya kusalia bila kula kitu chochote. Sunna ni kwenda wametumia kitu chochote, kama tutakavyo yaona huko mbele. Kwa hiyo katika sunna ni mtu kwenda kwa kutembea. Hadithi imepokea Imam Tirmidhi, idha kana Eid al-Fitr fa akthir min at-takbir lailat al-Eid warfa' sawtaka bihi. Ikiwa kwamba katika Eid ndogo, basi kithirisha kumtukuza Allah kuanzia ule usiku wa Eid, na uinue sauti yako wakati wa kumtukuza Allah. Na hii ni kupitia dalili nasema walitukabbirullaha ala ma hadakum, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo aliyo kuongozeni kwayo. وكبر إذا ذهبت لصلاة العيد,
hatta tantahi as-salati au al-khutbah. Umtukuze Allah utakapokwenda katika sala ya Eid. Endelea ukimtukuza mpaka pale itakapomalizika sala ya Eid au mpaka pale itakapomalizika khutba ya Eid. Kul tamarati witran kabla an takhruja ila salati Eid al-Fitr. Tumia tende kabla ya kwenda kusali sala la Eid. Tende kula kwa idadi isiyogawika na mbili. Kula tende moja, tende 3, tende 5, tende 7. Hivyo yani. Kutokana na hadithi ya Anas ibn Malik anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin. Kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa haamki kwenda kwenye sala ya Eid au siku ya Eid ndogo kutoka nyumbani kwake hadi kwenda mpaka akule tende. Wa yaakuluhunna witra. Na hizo tende alikuwa anazikula kwa idadi isiyogawika na mbili. Rawahu al-Bukhari. Sheikh anasema witran ay fardan, 3 au 5 au 7. Witri maana yake alikuwa anakula 1 au 3 au 5 au 7. Hiyo ndo katika sunna. أخرج صدقة الفطر قبل خروجك إلى الصلاة العيد. توa زكاة الفطر قبل hujaenda kusali swala Eid ليحصل إغناء الفقراء بها عن طلب يوم العيد, ili kuwatosheleza mafakiri wasizunguruke siku ya Eid kukawa naenda kuomba. Tajammal lilkhuruji lil'id bi ahsana libasika, jipendezeshe kwa ajili ya kwenda kwenye Eid. Tafuta mavazi yako yaliyokuwa mazuri. Kutokana na hadithi ya Salim kutoka kwa baba yake kwamba akasema wajada Umar ibn al-Khattab hullatan min istabraq bisuq fa akhadhaha, kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amepata vazi alipata vazi sokoni. Umar akawa miona nguo sokoni, nguo ya pambo nzuri imetengenezwa vizuri. Faata biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akawa mimletea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Rasulullah ibta'i hadhihi fatajammal biha lil'id walwafdi, nunua hii nguo utakuwa ukijipamba kwayo kwa ajili ya Eid na kwa ajili ya wageni. Rawahu an-Nasa'i. Hadithi pia ya Abi Ramtha akisema raaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa alayhi burdani akhdarani, nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na nguo mbili za kijani. Rawahu an-Nasa'i. Hiyo yote ni kuonesha watu wavae wapendeze kwa ajili ya kwenda kusali sala ya Eid au kwa ajili ya sikukuu ya Eid. يجوز لعب الجواري الصغيرات يوم العيد بالغناء المباح. inajuzu mabinti wadogo siku ya Eid kucheza na kuimba nyimbo ambazo ni za kisheria zenye zinafaa. Hapana nyimbo za haramu. Tukisema nyimbo maana yake tunakusudia mashairi. Hapana nyimbo kwa maana ya miziki, la, tunakusudia mashairi. Na hiyo
ni kutokana na hadithi ya Aisha radhiallahu anha akisema dakhala Abu Bakr ameingia kwangu, ameingia Abu Bakr wa indi jariyatani min jawari al-ansar, na nimekuwa niko na vijakazi wawili wanawake katika vijakazi wa Ansar. Vijakazi wawili wa Ansar. Tughanniyani bima taqawalat al-ansar yawma bu'atha, huku wamekuwa wako wanaimba, bimaana walikuwa wakiimba yawma bu'ath, ni siku ambapo palikuwa vita baina ya makabila ya Kiarabu. Walaisata bimughanniyataini, na hao wajakazi wawili si waimbaji, haikuwa asili yao ni waimbaji. Faqala Abu Bakr akasema amazamiru shaitani fi baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bimaana mnaleta nyimbo, sauti za shaitani ndani ya nyumba ya mtume. Wadhalika fi yaumi Eid, na hiyo ilikuwa ni siku ya Eid. Mtume alayhi salatu wasallam akasema ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin Eida, hakika kila watu wana sikukuu yao. Wa hadha Eiduna, na hii ndiyo sikukuu yetu. Rawahu al-Bukhari. Kwa hiyo anakuja mtu leo, rawahu al-Bukhari wa Muslim, baadhi ya watu wanafikwa wanajiachilia na kuchukua miziki, kucheza miziki, kwenda kwenye miziki, kuimba miziki, kusikiliza miziki, wanastadili na hii hadithi eti miruhusu mziki. La, sio miziki ile ambayo unaifahamu ya kiharam, bali ni mashairi, ni maneno ambayo walikuwa wakiimba. Wayajuzu darbu biduffi liljawari saghirati ayyam al-Eid, inajuzu siku ya Eid mabinti wadogo wadogo ambao bado labda wajabalighe wakachukua madufu wakapiga kwa ajili ya furaha, jaiz. Kwa hadithi ya Aisha kwamba Abu Bakr dakhala alaiha, Abu Bakr ameingia kwa Aisha, na Aisha alikuwa na mabinti wawili fi ayami Mina, siku za Mina. Tudaffiqani wa tadribani, yani ilikuwa ni siku ya Mina, huku walikuwa wako tudaffiqani, tudaffifani, wanapiga dufu, yani walikuwa kuna madufu na huku wako anayapiga. Wa Nabii sallallahu alaihi wasallam mutaghashin bi thawbihi, na mtume alayhi salatu wasallam amejifunika nguo yake. Fantaharahuma Abu Bakri akawa aliwakemea. Fakashafa Nabii sallallahu alaihi wasallam an wajhihi, mtume akafunua uso wake. Faqala, akasema da'uhuma ya Abu Bakrin, waache wa Abu Bakri, fa innaha ayyamu Eid wa tilka al-ayyamu ayyamu Mina, hakika ni siku za sherehe, ni siku za furaha, na hizo zilikuwa ni siku za Mina, kwa ni siku za watu kufurahi. Waqalat, akasema, waqalat ya Aisha radhiyallahu anha, Aisha akasema ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati wa hum yal'abuna fil masjid, nimemuona mtume alikuwa akiniziwia, niko natazama mahabashi wako wanacheza msikitini, mtume ananiziwia, mtume alikuwa mbele yangu. Fazajarahum Umar akawa amewakemea. Mtume alayhi salatu wasallam akasema da'uhuma amnan bani arfida, yani min al-amni, waache na amani, waache wacheze katika furaha. Kwa hiyo siku ya Eid sio siku ya kukaa unakunja uso, sio siku ya kukaa unanungunika, ni siku ya furaha, michezo tofauti. Baadhi ya sehemu wanawekaga michezo barabarani, misikitini wanaweka wenye kucheza kwa kufurahi, jaiz. Ihdhar min al-israfi yawm al-Eid fi al-mata'im wal malabis wa ghayriha, chukua tahadhari, usifanyi israfu siku ya Eid kunako vyakula, mavazi na vinginevyo.
kamba na israf. Wahdhar min almuharramat, pia kamba na vitu vya haramu. Kastima'i alaghani almuharrama, kama kusikiliza nyimbo, muziki ambayo imeharamishwa, muziki ya haramu. Wal-la'bi bi'ida'ati al-waqti fi al-batil, na michezo ambayo itakuwa ni ya kupoteza muda. Mtu anakaa tu anacheza karata siku ya Eid, mtu anakaa anacheza ludo dame siku ya Eid, hivyo ni batil. Wahdhar min al-mutaakhir an salati al-jama'ati fi al-masjid ayuha ar-rajul, pia chukua tahadhari usipelekwe na furaha hadi ukajikuta umechelewesha sala ya jamaa, ukajikuta sala ya jamaa imekupita msikitini kwa wewe mwanaume. Watanabahi al-umurika fi yawm al-Eid wa ghairihi, pia tanabahi kuna mambo yako yote, jipange mambo yako yawe sawa, iwe siku ya Eid au hata iwe ni siku baki kinyume na siku ya Eid. I'lam anna 'inda al-muslimina 'eidain faqat, elewa ya kwamba waislamu tuko na sikukuu mbili, tu za Eid, Eid kubwa na Eid ndogo. Fala yajuzu ihdathu a'yad ukhra, haijuzu kuzua sikukuu zingine. Watu wanazua ma birthday, wanazua sikukuu tofauti ambazo hazifai. Wa min almuhdathat, na miongoni mwa sikukuu ambazo zilizobuniwa, zilizozushwa ambazo hazifai, Eidul Milad, birthday, Eidul Ummi, sikukuu ya wakina mama na zinginezo, wa ghairiha, na sikukuu zingine. Fattaqillaha wabta'idan al-ibtida', muogope Allah na ukae mbali na mambo ya uzushi. Kutokana na hadithi ya Aisha akisema kwamba Mtume alayhi salatu wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yoyote atakayeleta jambo jipya ambalo halimo ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu litamrejelea mwenyewe. Kwa hiyo tuikae mbali na mambo ambayo hayafai. La ba'sa bitahni'ati bil Eid, hakuna ubaya kupongezana kunako sikukuu ya Eid. Unamuona mwenzako unamwambia taqabbalallahu minna wa minka, Allah anikubalie mimi nawe pia akukubalie matendo yako, au matendo yetu Allah awe ni mwenye kuyakubali. Hadha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.